Yes, ni katika habari za udaku na burudani. Leo tuko na Wema Sepetu ambaye kauli yake inazua gumzo mtandaoni. Mashabiki wabaki mdomo wazi, kumbe ndo maana hataki kuzaa wanaume hawaeleweki. Haya, ni katika siku za hivi karibuni bana, tumeona jina la mwanadada Wema Sepetu limeendelea kutawala mitandao ya kijamii, hususan kupitia upande wa Snapchat, mara jukwaa ambalo amekuwa akilitumia sana kama njia ya kufikisha hisia lakini pia mawazo yake kwa mashabiki. Na kupitia mtandao huu, Wema ameweza kutoa ujumbe kadhaa ambazo zimeibua mijadala mikubwa sana, si tu kuhusu maisha yake binafsi bali pia namna ambavyo anahusiana na jamii inayomzunguka. Sasa moja kati ya kauli zake ambazo zilivutia umakini mkubwa ni ile ya kutaka kuachwa kuzungumziwa kuhusu swala la kutopata mtoto, akisisitiza kuwa mwaka 2026 hataki tena mada hiyo kuendelea kumfuata. Lakini pia kauli hii imeibua taharuki pana juu ya namna ambavyo watu mashuhuri wanavyokumbwa na shinikizo la kijamii na matarajio yasiyoisha kutoka kwa mashabiki pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa mwanadada Wema Sepetu ambaye kwa muda mrefu amekuwa taswira ya urembo na umaarufu katika tasnia ya filamu na burudani Tanzania, mara nyingi maisha yake binafsi yamekuwa yakichunguzwa sana kwa umakini na mashabiki. Hali pia ya kutopata mtoto, hii imekuwa ikitajwa mara kwa mara na kugeuzwa kama kipimo pia cha maisha yake binafsi, japo ambalo kwa upande wake limeonekana kumchosha. Na kupitia Snapchat, Wema aliamua sasa kuweka msimamo wake wazi kabisa, akionyesha kuwa sasa anataka kuishi maisha yenye uhuru wa kifikra bila kubebeshwa mzigo wa matarajio ya kijamii. Hii ni hatua ya ujasiri ambayo inaweza kutafsiriwa kama mapinduzi ya kiakili kwa mtu mashuhuri ambaye mara nyingi hupoteza sauti yake binafsi kutokana na shinikizo la umma. Lakini pia jumbe zake ambazo nyingi ameziandika hazikuishia tu kwenye swala la mtoto. Wema pia alionyesha kuchoshwa na mada ya mahusiano ya kimapenzi, akieleza kwa uwazi kuwa amefikia hatua ya kutotaka tena kuzungumziwa katika muktadha huo wa mahusiano. Lakini pia kauli hii imeibua tafsiri nyingi sana kwenye mashabiki wake wamekuwa wakimfuatilia kwa karibu katika mahusiano yake hivi karibuni ambayo alikuwa na msanii Whozu. Na kupitia jumbe zake sasa Wema alionekana kuashiria kuwa baadhi ya watu wake wa karibu wamemsaliti na kumuumiza, jambo ambalo liliongeza uzito wa ujumbe wake na kuibua hisia za mashabiki ambao walikuwa wakimfuatilia kama sehemu ya couple goals pamoja na Whozu. Uvumi wa kuachana kwake na bwana mkubwa Whozu umechechemaa sana zaidi kutokana na jumbe hizo, na mashabiki wengi ambao walikuwa wakivutiwa na mahusiano yao walihisi kama jumbe za Wema zilikuwa ni ishara ya kuvunjika kwa uhusiano huo. Lakini pia kama ilivyo kawaida katika maisha ya watu mashuhuri, tafsiri za mashabiki mara nyingi hujengwa juu ya hisia na matarajio kuliko ukweli halisi. So, hali hii pia imeonyesha namna mitandao ya kijamii inavyoweza kuchochea uvumi na kuunda simulizi ambazo huenda hazina uhalisia kamili. Tuangazie kwa upande mwingine sasa, jumbe za Wema zinaweza kutazamwa kama sauti ya mtu ambaye anapigania nafasi yake binafsi katika ulimwengu ambao unamzunguka. Na katika jamii ya kisasa, hususan kwa watu mashuhuri, mitandao ya kijamii kwa kweli imekuwa jukwaa la kuonyesha maisha, lakini pia ni uwanja wa mapambano ya kisaikolojia. So Wema bana, kwa kuchagua Snapchat kama njia ya kufikisha ujumbe wake, ameonyesha kuwa anataka kudhibiti simulizi zinazomhusu. Badala ya kusubiri magazeti au blog kuandika habari zake, ameamua kutumia sauti yake binafsi kufikisha ujumbe kwa mashabiki wake moja kwa moja bila kipingamizi. Sasa hii ni hatua muhimu sana kwa watu mashuhuri, kwani inampa nafasi ya kwanza ya kuunda taswira yake kwa mujibu wa maono yake binafsi, lakini pia mashabiki kwa upande wao wanapata nafasi ya kusikia moja kwa moja kutoka kwake bila tafsiri za vyombo vya habari. Lakini pia hata hivyo, changamoto kubwa ni kwamba jumbe zake mara nyingi ubeba maana nyingi na kuacha nafasi ya tafsiri tofauti, na hii imekuwa chanzo cha uvumi pamoja na mijadala ambayo haishi, hususan katika mahusiano yake pamoja na Whozu. Na kwa mashabiki ambao walikuwa kivutiwa na kapo hii, jumbe za Wema zimekuwa pigo kiukweli. Mahusiano ya watu mashuhuri mara nyingi huchukuliwa kama taswira ya ndoto na matarajio ya mashabiki. So kuvunjika kwa mahusiano hayo au hata uvumi wa kuvunjika umeibua hisia pamoja na huzuni, kukatishwa tamaa kwa wale mashabiki ambao walikuwa wanafuatilia. Sasa hali hii inaonyesha namna ambavyo watu mashuhuri wanabeba mzigo wa matarajio ya kijamii, ambapo maisha yao binafsi hugeuzwa kama mali ya umma.
Kwa kuangalia kwa undani, jumbe za Wema zinaweza pia kutafsiriwa kama mwito wa kujitambua, lakini pia kujilinda kisaikolojia. Na katika ulimwengu wa burudani ambapo kila hatua ya mtu mashuhuri huchunguzwa, ni rahisi sana kupoteza utambulisho binafsi. Sasa Wema kwa kauli zake anaonekana kutaka kurejesha udhibiti wa maisha yake na kuishi kwa mujibu wa maamuzi yake binafsi na si vinginevyo. Hii ni hatua ya kujenga nguvu mpya na kuonyesha kuwa hata watu mashuhuri wana haki ya kuchagua maisha yao wanayoyataka bila kulazimishwa na matarajio ya jamii. Kwa ujumla, taarifa ya Wema Sepetu, mtazamaji, kupitia Snapchat imekuwa kioo cha changamoto ambazo zinawakumba watu mashuhuri katika dunia ya kisasa, na ni simulizi pia mapambano kati ya matarajio ya kijamii na uhuru wa mtu binafsi. Lakini pia ni hadithi ya mtu mashuhuri ambaye amechoshwa na uvumi, shinikizo na usaliti na kuamua kutumia sauti yake mwenyewe binafsi katika kuwasilisha ujumbe. Mashabiki kwa upande wao kiukweli wanabaki na tafsiri nyingi sana na hisia mseto, lakini ujumbe wa msingi unabaki kuwa Wema anataka kuishi maisha yake na uhuru wa heshima bila kubebeshwa mzigo wa matarajio ambayo hayaishi. Na inakuwa ni tamati ya simulizi yake kwa siku hii ya leo. Mtazamaji, utaendelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment kwa ajili ya kuangazia taarifa nyinginezo kwa wakati mwingine.